Karibu sana kwenye kipindi cha Truth. Hapa huwa tunapata fursa ya kuweza kukutana na watu mbalimbali wakiweza kuelezea yale ambayo wanatamani kuwashirikisha jamii kama ilivyo kawaida. Na leo hii katika studio zetu za Truth tumeweza kupata mgeni ambaye anahitaji sikio lako la usikivu kuweza kujua ni kitu gani ambacho amekuletea yeye siku hii ya leo. Mimi naitwa Arnold. Na yeye tunakutambua tujue anaitwa nani na leo tuletea nini katika studio zetu za Truth. Karibu sana. Asante ndugu mtangazaji. Karibu sana kwenye studio zetu za Truth, na nadhani ni mara ya kwanza wewe kufika hapa. Ndiyo. Okay. Hebu tuambie kwa majina yako unaitwa nani na ni unatokea wapi na mwisho siku tupate kujua lengo la wewe kuwa. Mimi kwa majina yangu ninaitwa Aisande Jonas Nkya. Yeah. Nimetokea Sanawari ya Juu, wilaya ya Rumeru. Okay. Pengine wewe ni mama wa watoto wangapi, wa familia, au tupe historia yako kidogo tu, wewe ni nani katika familia yako? Maana nikisema wewe una familia nitakuwa najidanganya. Obviously kwa umri wako tu una familia. Yeah. Ndiyo mtangazaji, mimi ni mama, umri wangu ni miaka 61. Nina watoto 4, wa kiume 2 na wa kike 2. Ni mjane niliyeachwa na marehemu Marcus Andrew Muro. Alifariki mwaka 2022 katika hospitali ya Ocean Road. Alikuwa na saratani ya mapafu ambayo ilipelekea kifo chake. Pole sana, Mungu amrehemu kwako. Tuambie sasa na wewe leo umetuita sisi waandishi wa habari tuweze kuzungumza na wewe. Tuambie ni wito wako wa kuja hapa kwenye ofisi zetu. Ni nini ambacho kinakusumbua? Ni nini ambacho unataka share na jamii inayotuzunguka? Hasa kilichonileta sana kwenye studio yenu, nina changamoto bado ya afya. Wakati mume wangu anaugua kansa ya mapafu na mimi hapo nilikuwa na kansa ya utumbo. Kwa hiyo wote tulikuwa tunatibiwa kwenye hospitali moja ya Ocean Road. Yeye alikuwa analazwa ghorofa ya 2, mimi nalazwa ya 3. Kwa hiyo wote tulikuwa tunaugua. Tumekuwa na safari ndefu sana ya kuumwa. Aliyekuwa mume wangu wa miaka 15. Tulikuwa na rasilimali ambazo zimetumika zikaisha kwa sababu ya kuumwa na kuuguza. Mpaka hapa nilipo bado nahitaji kuendelea na matibabu. Nimetokea tu Ocean Road. Nina vipimo vikubwa sana ambavyo vinatakiwa mimi ni vipime, lakini unakuta saa nyingine uwezo sina. Nina tatizo la utumbo ambao unanisumbua kwa sasa, ambao ulipelekea kansa ndio iliyosababisha tatizo hili mpaka nimepata ulemavu wa kudumu sasa. Na mpaka hapa nilipo bado ninahitaji matibabu. Kila siku ni hospitali, mimi sipumziki. Kipumzika wiki 2, wiki 3 niko hospitali. Kwa hiyo ninahitaji bado msaada wa watu ambao wanaweza wakanibeba. Saratani yako inawe ni uwesha itibu au ni nini ambacho umesha kufanya jitihada ambazo mshatoka sasa? Nilitibiwa mwaka 2017 na mwaka 2018. Ilifika mahali ikawa kama iko sawa. Lakini mpaka sasa pale walipokata utumbo wakatoa kile kipande kilichokuwa na saratani, bado kuna shida. Na hii shida imekuwa ni tatizo kubwa kiasi kwamba mwaka jana walinituma hospitali ya Muhimbili. Nilikuwa vipimo, maana kipimo cha colonoscopy ambacho nilikuwa nipimwe kilikuwa ni 500,000. Nina bima ya kifurushi ambayo Leopard Foundation ndio wamenipa msaada wa bima hii. Bima ya 700,000 na 8,000. Lakini ile bima haina uwezo wa kunilipia vipimo
ambavyo natakiwa nipime. Kwa hiyo mwaka jana nilirudi nyumbani kabisa bila kupima kipimo cha 500,000 na wakaniruhusu kabisa nikarudi nyumbani. Mwaka huu pia nimekuwa na vipimo vya kipimo cha MRI na CT scan. Nacho ni hela ndefu pia, ni 500,000. Kipimo cha MRI kwa Dar es Salaam Ocean Road kilikuwa 320,000, CT scan 200,000. Lakini imebidi tu nirudi nyumbani ili nije kujipanga tena kwa ajili ya vipimo hivyo. Kwamba vipimo hivi bado hujafanyiwa? Nimefanyiwa hospitali ya Ocean Road. Wasamaria wema walijitoa, nikapima kipimo cha MRI, nikapima cha CT scan. Lakini leo hii nimetoka Mount Meru, nikawaelekeza kwamba nilipima hivyo vipimo na nina CD. Lakini wameniambia kwamba mbona hujaja na ile ripoti. Ile ripoti ilikuwa inagharimu 30,000 ambayo nilikosa ili waniandikie medical report. Kwa hiyo inabidi nirudie vipimo upya kwa hospitali za huko. Ukipata 30 unaweza kwenda kuchukua vipimo vyako? Hiyo 30 ni kwa kule Ocean Road. Hiyo 30,000 ni Ocean Road ili niweze kulipia, niweze kupewa medical report ambayo madaktari wa Mount Meru wanaweza wakaviona, wakasoma kilichotokea kwenye MRI na CT scan. Ndiyo. Sasa hebu turudi kwenye familia yako. Baada ya mzee kufariki, watoto wamekuwa na nafasi gani kwa kuhakikisha kwamba wanakusaidia at least mpaka usifike huko kwenye kamera zetu? Watoto wangu wapendwa wamepambana sana na baba kipindi chote hicho mpaka alipofariki. Wamepambana sana na mimi mpaka hapa nilipo, bado hawajaniacha. Lakini kuna kile kiwango ambacho hakiwezi kufikia. Wanajitahidi pale ambapo wana uwezo nao, lakini kuna saa nyingine hata huo uwezo unakosekana kwa sababu tayari wana majukumu yao, wana familia yao zao. Kijana wangu mkubwa alifika mahali akasema, mama siowi kwa sababu nikioa nitakuwa na majukumu, tashindwa kukutunza wewe na baba kwenye kipindi hiki kigumu cha magonjwa. Kijana aliacha kabisa, aliahirisha kuoa kwa sababu ya aliyekuwa mume wangu pamoja na mimi. Lakini bado ilibidi tu baadaye aoe tu ili awe pia na majukumu ya kwake, ili na maisha mengine yaendelee. Kwa sasa hivi hospitali wamekwambia unaweza kupona ugonjwa unaumwa au ni kutibu tu kama taratibu za kawaida ambazo za kutibu? Wanaendelea kunitibu na ulemavu nilio nao uliosababishwa na saratani. Sijajua kama unaweza ukatibika mpaka sasa hivi. Walikata utumbo na ule utumbo uliokatwa, kuna wakati siko vizuri, ile huduma inakuwa ni haraka sana, nashindwa kuidhibiti kwa sababu tayari utumbo uko nusu. Kwa hiyo ile safari inakuwa ni haraka. Kwa hiyo ninapokuwa tumbo limelegea kidogo, limetibuka, basi ninakuwa siko salama. Kwa unaweza kupata, yaani kwa hiyo utaratibu wa kupata labda pengine haja ndogo haja kubwa umekuwa unaweza kutoka tu from nowhere? Mara nyingine inaweza ikatoka tu, kitu ambacho kimenipelekea hata safari za mbali ninakuwa siko nazo, au pengine ninajihifadhi kwa pempasi ambazo zinanisaidia, lakini sio safari ya mbali. Ninapokuta tumbo haliko sawa siwezi kusafiri kabisa. Kwa sababu maisha yako umekuwa ukitaka kwenda mbali lazima uvae pampasi labda kwa ajili ya kujistiri. Ndio. Wakati mwingine wakati tumbo linasumbua, lakini kama tumbo liko vizuri hakuna shida, ninaweza nikajistiri. Na kuna wakati ulikuwa unaniambia umekuwa ukipata maumivu sehemu mbalimbali za mwili wako, tumbo, kichwa. Hebu nieleze kidogo. Kichwa kinaniuma sana nikiwa kwenye usingizi sana, yaani ile nikishtuka najikuta kwenye maumivu makali sana ya kichwa. Nina matatizo ya mgongo, pingili nazo zinasumbua mpaka sasa hivi na sijapata matibabu. Daktari specialist wa KSMC aliniambia kwamba
ulipie kipimo 900 kwa kule KSMC, ili waende wakaangalie kama wakishasoma kile kipimo waangalie kama kuna uwezekano wa kufanyia operation kwenye uti wa mgongo ili waweze kuangalia tatizo liko wapi. Sasa hivi gharama zako ambazo unazihitaji Watanzania waweze kusaidia ni kiasi gani, na hao matibabu wamekupa hizo gharama, hospitali gani wamekupa hizo gharama ambazo leo umekuja kwa Watanzania kuweza kuwaomba kusaidia? 900 ya kipimo tu, sio matibabu. 900 kipimo gani? Kipimo cha MRI ambacho kitafanyika KSMC. Ambacho wamesema watapima nini? Watapima uti mzima wa mgongo, waangalie umekaaje, usije ukakuta ndio naosababisha mishipa ya kichwani iweze kufika, mawasiliano yasiweze kufika kichwani. Na huyu waliyekata utumbo kwa ajili ya kutoa hiyo uvimbe, ukimwambia sasa hivi umepata changamoto ya hii ambayo unatuambia sasa hivi, wenyewe wanasema nini kifanyike? Kwa sasa hawana uwezo kwa hilo wa kuunga utumbo tena, hawana huo uwezo kwa sasa. Umekuwa ni ulemavu wangu ambao utaishi nao milele, ambao nitaishi nao siku zote. Kwa sasa hivi unatafuta matibabu ya neema nilio nayo badala ya kuendelea na ule utumbo wa nje. Maana adha ilikuwa ni kuendelea na utumbo wa nje, kupokelea uchafu kwa nje. Kwa hiyo waliponirudishia ndani, kwa hiyo ndio neema nilio nayo hata ya kurudishiwa ndani. Napata kwa kule, lakini kwa changamoto kubwa kama nilivyoeleza.